Mtifuano bado ni mkali kati ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema pamoja na tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC, ambapo unakumbuka siku ya jana mwanasheria wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala aliwataka watendaji wa tume huru ya taifa ya uchaguzi wajitathmini na kama wanaweza kutekeleza majukumu yao baada ya kueleza kuwa Chadema hakitashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa maana ya mwaka huu kutokana na kugomea kusaini kanuni za maadili. Sasa mwanasheria huyo alienda mbali zaidi na kuzungumza kwamba inaonekana hawaiwezi kazi ama hawaifanyi kazi yao vizuri kutokana na vifungu vya sheria kutokea kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1973. Sasa kuna hapa story ambayo imewekwa na Mwananchi, na hapa ambapo inaonyesha kwamba INEC yajibu madai ya Chadema kanuni za uchaguzi. Mela vizuri, imeelezwa kuwa mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC, Jaji Jacobs Mwambegele, amesema kinachozungumzwa na tume hiyo ni tafsiri yao, na kama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wana tafsiri tofauti, basi mtafsiri wa mwisho wa mambo hayo ni mahakama. Kauli hii ya Jaji Mwambegele imekuja mara baada ya mwanasheria mkuu Aziatodi wa Chadema alivyowataka watendaji wa INEC wajitathmini kama wanaweza kutekeleza majukumu yao, mara baada ya kusema kwamba Chadema imepigwa pini ama Chadema imepigwa bani, haitoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu, lakini pia chaguzi ndogo ndogo mpaka mwaka 2030. Umeelewa vizuri? So ni moja kati ya story ambayo inabasti sana sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Huyu anasema kwani nchi hii chama cha upinzani ni Chadema tu? Huyu anasema hizo kanuni katunga nani? Hili suala mnalichukulia poa, lakini mkumbuke kuwa hilo ndo linalofanya kuchagua kiongozi wa kesho. Je, vipi bunge walizipitisha hizi mahakama? Je, TLS mwisho wa vyama vyote walishirikishwaje? Na je, vipi kuhusu watu ambao ndo wanapenda sijaelewa amemaanisha nini, wanaopenda kuchagua hao viongozi na ndo viongozi wa kesho wao wanaelewa kanuni zipi, kwa nini hazipo wazi kwa Watanzania wote? So wanakisema kwamba ni kanuni labda haziko wazi kwa Watanzania wote. Huyu anasema kweli hata tusiojua sheria tunaona nani kapuyanga hapo. Huyu anasema viongozi wa serikali wanaamini wao ni viongozi wa SSM. Okay. Huyu anasema alafu unaweza ukamkuta Mwambegele yupo kanisani anasifu na kuabudu. Huyu anasema kwa nini wasizipige tu tukaona mbivu na mbichi? Okay, unasema majibu kama haya ndiyo yanaongeza wasiwasi, sababu serikali ikishikwa kooni inatumia ubabe. Nini maana ya tafsiri yenu? Ina maana nyinyi mnazungumza lugha tofauti na katiba inavyosema? Stupid, shame on you. Amezungumza hivyo. Wanasema kila mmoja anajua kitachotokea huko mahakamani unakokutaja. Wanasema ni mnyukano mkali. Wanasema CCM bana. Wanasema hapa ni patamu, kesi ikifika mahakamani waipige kalenda kesi zingine ili uchaguzi tufanye mwakani. Okay, wanasema haya si ndo yale majaji ya michongo, hamna kitu kichwani zaidi ya okay. Wanasema kujibishana na wanasheria wa Chadema, akili hiyo anayo. Kwa hiyo comment ni nyingi kulikweli, kila mmoja amezungumza kwa upande wake, lakini INEC yajibu madai ya Chadema kanuni za uchaguzi. Niambie mtazamo wako ni nini kuhusiana na huu mtifuano ambao unaendelea? Mbivu na mbichi iko wapi? Hii ni VOT Media. Hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.